Siku hiyo Mtume kawa simama anaomba dua, Allahumma hadi amrain, Mwenyezi Mungu hawa Umar wawili hawa, mmoja wao mpe Uislamu au wote, Amr bin Hisham Abu Jahal au Umar ibn al-Khattab. Watu wakasema huyu Abu Jahal kana ra'yuhu masmuu, rai yake inasikilizwa na ni mtu anauelewa, huyu pengine akasilimu. Lakini huyu Umar, lan yuslima Umar, lan fi'lu mustaqbal, huyu Umar hawezi kusilimu hata yuslim khimarul Khattab, labda wale punda wa mzee Khattab akitamka shahada na huyu pengine akawa Muislamu. Lakini wallahi maajabu makubwa, mahesabu ya binadamu tofauti na Mwenyezi Mungu. Baadaye Amir al-Mu'minin Umar akasilimu, mpaka siku hizo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lianna Allahu wadaa al-haqqu ala lisani Umar kana yantiqu biha, Mwenyezi Mungu kaweka haki kwenye ulimi wa Umar, anaongea kwa haki ile. Yani Umar ilikuwa akizungumza maneno yake yanakwenda mizaji ya Qur'ani au yanakuwa Qur'ani kabisa. Angalia, siku moja anaenda nyumbani kule kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika pale akasema, ingekuwa ni amri yangu basi ningeshauri wakeze Mtume na wake zetu wawe na sare tofauti ya uvaaji. Aliposema tu ikaja aya, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatik wa nisa'il mu'minina yudnina alayhinna min jalabibihin. Ikaja amri ya hijab. Tumeambiwa wake zake na mabinti zake na wanawake wa Kiislamu wajimiminie maguo yao. Siku nyingine anapita pale Maka. Alipopita pale Maka akaona makamu Ibrahim, akamwambia, ya Rasulullah, Nabii Ibrahimu hapa alisimama akaomba dua, rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Mitume wote ni familia moja kasoro mtume tu Muhammad. Huyu kuja kwake hapa ni dua ya huyu mzee huyu. Sasa alisimama hapa akaomba mpaka ukaja, wewe umekuwa maduu. Unaonaje ukatupa amri tuswali hii sehemu hii? Mtume akasema, siwezi kutoa amri ambayo sijapewa. Zikashuka aya, wa ilja'alna albayta mathabatan linnasi wa amna, kisha wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla. Hapo aliposimama Ibrahim kienda Maka, mtabaruku mtamarkazi, na hapo aya tu hiyo imeshuka. Zamani watu walikuwa wanakunywa pombe tu, mpaka mmoja akaenda kuwasalisha Waislamu salatu al-fajri rakaa 4 kwa sababu amelewa. Na katika sala hii Abdallah bin Mas'ud, mwanachuoni mkubwa, alikuwemo. Falamma nsarafu, alipomaliza sala anauliza Waislamu, hizi rakaa 4 tosha, tuzidishe kidogo? Akasema, la zadana Allahu amthalika, Mwenyezi Mungu asituongezee walevi kama wewe. Hali hii alipoiona Umar alisema tu, Allahumma anzil fil amri bayanan shafi'an, Mwenyezi Mungu teremsha aya ya kukomeleza ulevi. Ikashuka aya, innamal khamru wal maisir wal adlamu, hivyo pombe basi tena rijsum min amali shaitani fajtanibuhu. Pombe ikawa hakuna.